hatuna haja ya kwenda kuwalingania watu waingie kwenye Uislamu wakati sisi wenyewe hapa hatujakuwa Waislamu. Juhudi yetu kubwa hapa sisi ni kutoana, si kuingizana. Sisi hatutaki watu wazidi kwenye Uislamu, sisi tunataka watu wapungue. Tumepata maradhi ya kutaka kuchujana mpaka tubaki clean, na kila ambaye hatuoni kama ameweza kusafishika, huyo hana maana na hata Uislamu wake hauna faida. Kwa hivyo hata hawa waliotuita sisi hapa, madamu wao wenyewe ni jamaa tabligh, hawajajitambua, lakini hata wao bado hawajakuwa ni Waislamu. Ndugu zangu, anwani ya khutba yetu ya leo, tufanyeni da'wa ila Allah kabla hatujazikosa familia zetu na jamii zetu. Da'wa ila Allah. Unajua ndugu zangu Waislamu, misiba wakati mwingine kwa umma si silaha peke yake. Masaib si njaa peke yake. Masaib si ukame peke yake. Saa nyingine masaib ya umma ni watu kughafilika, wakaacha yaliyo muhimu yanayoambatana na imani zao na itikadi zao. Heri mtu afe aondoke duniani sababu iwe njaa, bado hana hasara. Heri mtu afe na sababu ni mafuriko, tusema janga hili, hana hasara mbele ya Allah. Lakini anayekufa bila ya dini ni hatari. Hivyo kwenye maisha ya Muislamu, kuhifadhi dini inakuja mwanzo kabla ya chochote kingine. Mali yafaa kuhifadhiwa, nafsi yafaa kuhifadhiwa, heshima yafaa kuhifadhiwa, lakini yote hayo yanakuja baada ya dini. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maombi yake alimuomba Mungu asimfitinishe kwenye dini. Mola wangu usinifitinishe kwenye dini. Kwa hivyo wakati mwingine misiba, ndugu zangu, ni watu kughafilika, tukaacha kufanya da'wa, ikawa wale watu wa haki na watu wa da'wa watashughulika kubomoana wao kwa wao, watu wa batil waendelee kufanya kazi yao, na hatimaye tuone tumezikosa familia, tumekosa jamii, tumekosa vijiji vyetu. Utamu wa maneno na khutba ni mufahamu. Mbona nimeanza na mukaddima huu? Mbona nimeanza na hii introduction? Mkielewa sababu, nafikiri wengi kati yenu mtaelewa nataka kusema nini. Sio mbali, zimeisha au zimepita siku 14, wiki 2, tuliitwa sisi, mtumie lugha mashekhe, kwenye hoteli ya Al-Yusra. Tuliitwa sisi kama mashekhe wa Mombasa. Nani aliyetuita? Ni jamaa tabligh wanaotoka Pakistan. Kila mmoja wetu alikuwa anajiuliza, twaitwa kwa sababu gani? Si kawaida. Mara nyingi hawa wana mashekhe wa jamii zao, lakini sisi tukaitwa sote, na alhamdulillah mwito ukaitikiwa. Waingia katika ile kaa, wapambana na ndugu zako wengine, yaweza kuwa miaka hamuonani. Mashekhe wote tulikuwa pale. Nikisema mashekhe wote in bracket, wajaze wote wewe unaowajua kwa nyanja zote na misimamo yote, sote tulikuwa pale. Wasoma maulidi, wapingao maulidi, wenye misimamo mikali, wote tulikuwa pale. Wenye misimamo poa, sote tuko pale. Kila mmoja anasubiri tutaambiwa nini. Waliotuita ni jamaa tabligh,
Mwenyezi Mungu awajaze kheri. Lakini tulioambiwa, wallahi ahlif bi rabbi, na mimi niko hapa juu ya mimbar na kwa khutba, ni kama walituvua nguo. Ilikuwa ni aibu kwa jamii ya mji huu wa Mombasa kuitwa mashekhe tupewe habari kama zile. Ukawekwa laptop wakaanza kutuonyesha na kutupa report inayoendelea hapa ndani ya pwani yetu, wala sio mbali, ni Kwale, Mwakirunge, Kinango, Samburu, maeneo ya Kilifi, Kaloleni, kuwa jamii ya Kiislamu inaritadi. Wanaritadi kwenda wapi? Wanatoka kwenye Uislamu wa Muhammad bin Abdullah na wanaamini kuwa Muhammad Ahmad Mirza ndiye mtume wa mwisho, yani itikadi ya kikadiani. Hii ndiyo habari waliotupa, na sio maneno, kwa picha, ripoti kamili. Idadi ya misikiti inaozidi 20 imejengwa kwenye maeneo hayo, na wanaoswali hapo wote ni wale wale Waislamu wetu walio katika madhhabi ya Sunna, aidha Shafii, mara nyingi ni Shafii. Wamegeuzwa wote, wamekuwa makadiani wote. Nyinyi mashekhe mlio kwenye mji, munayo hiyo habari? Tuko hivi sisi. Mimi nauliza nyinyi Waislamu ambao mwasikiliza hii habari kutoka kwangu, hivi hamjaona kuwa hiyo ni aibu? Waritadi watu Kaloleni, waritadi watu waingie kwenye ukadiani hapa Samburu, hapa Kinango. Sisi tutafanya kazi gani? Ikawa kila mmoja ana jawabu yake, lakini mimi jawabu yangu ndani ya nafsi yangu nilisema, sisi tusubiri kumalizana sisi kwa sisi, tubakie wale pure, kisha ndo twende tukawafanyie da'wa, kwa sababu hatuna haja ya kwenda kuwalingania watu waingie kwenye Uislamu wakati sisi wenyewe hapa hatujakuwa Waislamu. Juhudi yetu kubwa hapa sisi ni kutoana, si kuingizana. Sisi hatutaki watu wazidi kwenye Uislamu, sisi tunataka watu wapungue. Tumepata maradhi ya kutaka kuchujana mpaka tubaki clean, na kila ambaye hatuoni kama ameweza kusafishika, huyo hana maana na hata Uislamu wake hauna faida. Kwa hivyo hata hawa waliotuita sisi hapa, madamu wao wenyewe ni jamaa tabligh, hawajajitambua, lakini hata wao bado hawajakuwa ni Waislamu, bado wako kwenye kundi la upotofu na watakwenda jahannam. Sikizeni kutoka kwangu Waislamu, ni mara moja tu kufa, ni mara moja tu. Ni heri tuambiane ukweli. Hatuwezi kuwa na hamu nyingine ikiwa hamu yetu ni nyingine. Hawa watu wakiritadi kule, nani mas'uli? Swali, sisi hatutaulizwa? Hatuna majukumu sisi? Na nini maana ya da'wa? Na iko wapi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Hawa wanaoitwa kwenye Uislamu sio watu clean wasafi. Waiteni makafiri, waiteni waliopotoka, waiteni waliopotea, na namna mtakapowaita waingie kwenye Uislamu watabaki bado ni wapotofu. Hakuna watu watakaokwenda mbele ya Allah ni clean, hakuna. Watu watakwenda, sote tuna madhambi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mmoja wenu atasimamishwa mbele ya Allah azza wa jalla, mu'min
Mwenyezi Mungu atamthibitishia mja wangu, siku fulani ulifanya hivi na hivi na hivi, atamwambia ndiyo Mola wangu nilifanya. Siku fulani ulifanya hivi na hivi na hivi, ndiyo Mola wangu. Mwenyezi Mungu atamwambia nilikustiri duniani na leo nimekusamehe, nenda ukaingie peponi. Nani atakayesalimika? Nani atakayekwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama manabii wote? Walia wote hawawezi kwenda mbele ya Allah kwenda kushufaia wanadamu wasimamishiwe hukumu ya Allah. Watu wa kwenye arasat yaum alqiyama, na kila nabii anayefuata asema nina dhambi fulani, siwezi kumkabili Allah. Kila nabii yualia ana dhambi, mpaka waenda kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema ana laha. Wewe watarajia da'wa gani unaoifikiria wewe iwe ni da'wa, kwamba hao tukisha kuwafanyia wawe ni clean? Da'wa hufanyiwa wote. Hata asiwe kama unavyotaka wewe awe, lakini aswali swala 5 na amini ya kwamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wala si Ahmad Mirza. Haitoshi? Hivi ni sawa atakayekufa Muislamu na madhambi, Muislamu na bid'a, sawa na atakayekufa murtad? Kwamba aidha ni uwe Muislamu kikamilifu au ritadi ufe, ni sawa hivyo? Ndugu zangu, wale watu walitaja maneno kwa kila ambaye moyo wake ulikuwa hai, aliondoka pale na hana raha. Wallahi, namna ya hali mbaya tuliofikia. Na hii si shamata. Mimi niliona wale watu kuja, wallahi ni kama onyo, kama tuwapigiwa kengele, amkeni, tosha vita, tosha kuteta nyinyi kwa nyinyi. Kuna wenzenu kule wanafanya istighlal kwa njaa, wameangalia wale watu matatizo yao, hawana pakula, hawana maji, wanakwenda kuwafanyia vitu vidogo vidogo, lakini shika kwa mkono huu mukabil ukafiri, kula ushibe. Lakini Ahmad Kadiani ndiye mtume wa mwisho, ama utakufana njaa. Sisi tumekaa twachujana, tusubiri tutoke clean, wale pure ndio wenda wakafanyia watu dawa. Ibadallah, hatuko hapa kwenye hutuba hii ya leo kusema tusifundishane haki ni nini, wala siko hapa kamwe kusema tusitofautiane. Na tukisoma Qur'ani yataka tusome kwa makini na kwa kina. Wallahi utapata kuna message zimejificha, lakini mwenye akili wanazifahamu. Mwenyezi Mungu kwenye suratul Hujurat asema wa in taifatani minal mu'minin, itokeapo makundi mawili ya waumini, iktatalu, wakapigana. Islam kwanza, itokeapo makundi mawili, sio minan nasi au minal kafirin, minal mu'minin. Itokeapo makundi mawili na wote ni waumini, wakapigana, sio kuambiana maneno, ikafika kupigana. Na watu wanapopigana natija zake ni mbili, ni kuumizana na kuuana. Iqtatalu, Mwenyezi Mungu atuambia fa aslihu bainahuma, hakusema fala takhtalifu, mustafautiane. Fa aslihu, fanyeni suluhu, waiteni hao makundi mawili, fanyeni suluhu. Fa aslihu bainahuma,
Sijui tuanze na kundi lipi, maana makundi ni mengi leo. Fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra, kundi moja likiwa ovu likavuka mipaka kwa kundi lingine, nyote shikaneni. Faqatilu allati tabghi, lipigeni vita lile ambalo limepotea, linalofanya mambo yasiyo ya haki. Hivyo tu hatta tafia ila amri llah, mpaka nalo lirudi kwa amri ya Mungu. Fa in faat, likirudi, fa aslihu bainaha bil adl wa aqsitu, leteni suluhu kwa uadilifu na kwa hikma. Mwenyezi Mungu apenda kufanya mambo kwa uadilifu. Subhanallah. Mubasharatan, wenyewe wanasema baada ya hiyo aya moja kwa moja Mwenyezi Mungu anaeleza sababu nini. Innamal mu'minuna ikhwa, sababu waumini ni ndugu. Ni ndugu hata wakapigana, ni ndugu hata wakatukanana, ni ndugu hata wakashambuliana, ni ndugu hata wakauana. Innamal mu'minuna ikhwa. Kisha Mungu pia hakusema fala takhtalifu, hakusema hivyo. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum. Mungu anajua la kutofautiana lipo, wala haliwezi kuondoka, wala kamwe hilo si tatizo kama watu wataelewa. Fa aslihu baina akhawaykum, tengenezeni undugu wenu. Wattaqullaha, na muogope Mungu. La'allakum turhamun, kwenye kushikana kwenu na kutengeneza undugu wenu na kuwa kitu kimoja nyinyi na kuwa ndugu wenu, maana hapo ndipo penye rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Rehema za Mwenyezi Mungu haziji kwa watu waliofarikiana. Yadullah ma'al jamaa, Mungu hupenda pale watu wanapokuwa wako kitu kimoja. Na itoe kwenye akili yako kwamba watu kuwa kitu kimoja eti wameafikiana rai moja, akili moja, maoni mamoja, utakuwa umepotea pia. Hata wewe na mkeo ni kitu kimoja, lakini hamna fikra moja. Hata wewe na mwanao na watoto wako ni kitu kimoja, lakini hamna mawazo mamoja. Kwa hivyo, na hapa Mungu anapozungumzia Waislamu 1.8 billion, hajataka Mungu tuwe sawa kila kitu, lakini ametuambia innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Na tusiposikiliza maneno ya Mungu tukajishughulisha sisi kwa sisi, tukateta sisi kwa sisi, subirini idadi ya watakaoritadi, subirini misikiti itakaojengwa, subirini na mapote mengine ya kikafiri yatakaoingia kwenye miji yetu na kutufanya sisi tukose hata hiyo dini ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ndugu zangu Waislamu, niulize tu, hivi kweli hizi tofauti zetu ni muhimu kuliko watu kuritadi? Hivi kweli sisi kujibizana kwenye mitandao ni muhimu kuliko watu kutoka kwenye Uislamu? Hotuba yangu ya kwanza namaliza na maneno haya: tukigombana tulio juu ya jahazi, tukawaacha watoevu wa adabu chini waitoboa, tutazama sote. Tafakarini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hotuba yangu ya pili nataka nitoe suluhisho na khita amali, plan ya kivitendo, na kila mmoja wenu hapa inamhusu. Kama wewe ni Muislamu inakuhusu, uwe shekhi, uwe wali, uwe mtu wa kawaida,
uwe kiongozi, uwe mfanyabiashara, haya yote ya kuhusu, kwa sababu ni majukumu ni yetu sote. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, sote tutaulizwa. Mimi nataka tu niwaombe ndugu zangu, niwaambie haya maneno na nijiambie nafsi yangu, kipimo iwe ni Mungu na kesho. Usiishi duniani kwa ajili ya dunia, ishi duniani, fanya kila kilicho halali duniani kwa ajili ya kesho. Kwa sababu gani? Khairun wa abqa, kule ndo penye maisha, hapa ni mapito. Shilingi yako unapotaka kuitoa, fikiria kesho. Usiitoe kwa ajili ya upate sifa duniani, kwenda ukachomwe kesho na huna kitu. Uongozi wako Mungu aliyokupa, fikiria kesho utakwenda simamishwa, usije ukang'ang'aniwa kushikwa koo na watu, maana hukutekeleza majukumu yake. Badala ya uongozi kukupeleka pema uwe imamu na adil, kwenda ukaingizwe jahannam. Wataka kufanya biashara, fikiria kesho, usiwe mlaji riba na khain na conman. Hamu yako ni pesa, ukasifiwa kwamba ulikuwa hodari, mashallah, very conman, mashallah, hodari sana huyo, lakini kesho ukaenda ukaingizwa motoni kwa kula haki za watu. Ndugu zangu, ni lazima tutoke. Jambo la kwanza, tutoke twende kwa watu, tukawafundishe watu tauhid kabla hawajaikosa tauhid. Tauhid si shiar, si nembo. Aqida tauhid si nembo. Tauhid ni imani. Imani hufundishwa. Tutokeni twendeni tukafundishe watu kuswali kabla hawajasalishwa na madhehebu potofu ya kuwatoa katika dini, wakaswali ndivyo sivyo. Twendeni tukawafundishe watu kitabu cha Mungu kinavyosomwa na maana yake, wajue malengo ya wao kuwa duniani na kinachowasubiri kesho mbele ya Mwenyezi Mungu, na itikadi sahihi ni ipi ndani ya Qur'ani. Wawe huru, wasende wakaabudu wanadamu, wawe huru, wawe radhi hata wafe na njaa, lakini wafe na itikadi sahihi kwamba imani haina badali, wala njaa si udhuru wa wewe kuuza dini, wala kiu si udhuru wewe kuuza dini. Kufa na njaa yako, wende wakasimamishwa matajiri, kesho waambiwe kuna wanadamu walikufa na njaa na kiu hawakuwasaidia. Lakini usiuze dini. Tuwafundishe kuwa ni heri wafe na njaa na tabu na dhiki, lakini wafe na la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na hilo litawafanya wafaulu. Kama si hapa, watafaulu kesho, na kule kufaulu ndio bora zaidi kuliko hapa. Mimi muona Gaza yaliyoendelea, yaliyopitika kule Gaza, kwa vipimo vya wanadamu ni hasara ngapi ile, lakini sisi tunashaka na kwamba walilokufia ni haki. Walikufia kwa ajili ya kutetea ardhi yao. Waman qutila duna ardhihi fahuwa shahid wa shahidun fil janna. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an anasema, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ukipenda ukikataa, wamekufa kuwa wao waitetea dini ya Mwenyezi Mungu. Na wanaokufa wanaoitetea dini ya Mungu na kutetea ardhi, kutetea mali, kutetea ardhi, yote ni mindhimin kutetea dini. Na anayeuawa kwa ajili ya hilo, basi huyo ni shahidi. Na mashahidi kwa mafundisho ya Mtume ni watu wa peponi. Kwa dhahiri tutaona wameteseka, wameuawa, lakini wamekufa na dini. Mwenye hasara ni nani? Ni wao ama ni sisi? Kwa wenye kupima ulimwengu ndio kufaulu, basi sisi tumefaulu. Lakini kwa wenye kipimo cha kufaulu ni kesho akhera, sisi ndio tupo kwenye hasara. Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema. Kwa hivyo twendeni kwa rahma, kwa upole na hikma.
Twendeni sisi na vilivyo mifukoni mwetu. Nikisema haya maneno utaniambia, Sheikh, tuanze lini? Ile siku nataka kuanza, mimi nipigie simu, tutakwenda pamoja. Wala mambo hayafanywi na watu wote. Mimi ni message nimewapa, na kila mmoja aiangalie nafsi yake, hali yeye ni mkweli ma Allah, ataka kusaidia hata ni familia moja, ataweza kujenga kibanda. Msiende kuambia msiswali msikiti huu kwa Kadiani, ni haramu kuswali nyuma imamu Kadiani. Aswali wapi? Aswali wapi? Lakini mkenda mkiwajengea msikiti, msiswali hapa, swalini hapa. Hivi msikiti wa milioni 2 kwa idadi ya kijiji kimoja twashindwa kujenga sisi? Mbona wao wamejenga misikiti 21? Mbona sisi tushindwe? Inaofanya ni moyo na imani, wala si pesa. Moyo na imani. Hapa msikitini leo hii khutba hii tuweza kuimaliza hii khutba leo tukapata milioni 2 ya msikiti mmoja hapa kama tunataka. Tukitaka leo msikiti wa Kalthum unaweza ukatanga 2 milioni, msikiti mmoja tushaujenga huko, kama ni Samburu, kama ni wapi, tukitaka. Na kama hatutaki, aje yoyote hapa atoe na khutba kali kiasi gani. Hatutaki. Sababu kadhia si kwamba hatuna watu, hatuna elimu, hatuna mali. Kilichokikosekana ni kimoja tu, dhaifu al-iman billah azza wa jalla. Bas. Jambo la pili, al-ihtimam bilqura. Wale watu kule hawana wanaowategemea isipokuwa ni wa huku. Sisi huku wao watutegemea kwa kila kitu. Watutegemea sisi kiuchumi, watutegemea sisi kielimu, watutegemea sisi kidini. Wakikaa hawaoni mtu anayekuja, wanamzingatia, huyu ndiye wetu, huyu ndiye ametufikiria njaa yetu, huyu ndiye amejua tabu zetu. Hai, njooni basi, kuleni kwanza mshibe. Lakini munao habari nyingine nyinyi, msidanganyike. Msidanganyike. Hakuna mtume wa mwisho hata Muhammad bin Abdullah. Kama yeye ni mtume wa mwisho, mbona Isa atarudi? Wallahi, kuna mmoja sema alipambana na imam, afanya naye hiwar. Imam ampa hayo, imamu wa kule ashajazwa, amwambia sikiliza bwana, kama Muhammad ni wa mwisho, mbona Isa atafufuka? Si atakuja duniani Isa? Huwaje Muhammad akawa ni wa mwisho? Kama Isa atakuja ni ishara kwamba Muhammad bin Abdullah si mtume wa mwisho. Swali ni moja tu, huyu Isa atakuja ama atarudi? Isa haji bwana, Isa atarudi. Aliyerudi ni mtu tayari alikuja akawa ni mtume, na kurudi kwake hajikutangaza utume. Hajikutangaza utume kwa mimi nimerudi ati ni mtume. Atakuja kuita watu katika njia ya sawa, chini ya msimamo wa Qur'ani na sunna ya Muhammad bin Abdullah sallallahu rabbi wasalamu alayhi. Lakini wale hawaelewi, wamevutwa. Sababu kuna waliojitokeza kule wakenda kwa hali na mali na kuwaambia kwamba sisi ndo ndugu zenu, na waliokwenda walikwenda hivi hivi na kanzu zao na vilemba vao na kofia zao, na swala ni hiyo. Mujue Kadiani swala ni vile vile tunavyoswali. Sasa waona hawa Waislamu zaidi ya hapo watujali. Hao wanaojiita wao ndio Waislamu wa kweli wako wapi? Kwa hivyo ndugu zangu, tuyekeni hamu na ndugu zetu hawa walio vijijini. Jambo la tatu, tusaidianeni sisi Waislamu. Kama tuamini Uislamu ndio dini ya haki, tusaidianeni sisi, tuweni kitu kimoja pamoja na tofauti zetu. Mimi na wewe tumetofautiana, lakini mimi sina shaka kwamba wewe ni Muislamu, na wewe huna shaka kuwa mimi ni Muislamu. Kwa hivyo huyu ambaye amepotea, mimi na wewe twaweza kushirikiana na tofauti zetu tukamuokoa na yeye, nawe yeye pia tumetofautiana naye, lakini tumtie kwenye daira ile kubwa ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah.
Tatizo ni pale tutakapoona kwamba mimi na wewe hata kwa hiyo tofauti ndogo hatuwezi kukaa pamoja. Wallahi mpaka tutakufa na hali itaendelea kuwa hivi, na si haki wala si sawa, wala hakuna mwenye elimu yake na mwenye akili akasema ni sawa, tubakini hivyo hivyo sisi, aidha uje kwangu ama nije kwako. Hakuna mwenye elimu mwenye akili yake atazungumza lugha hiyo. Jambo la mwisho ndugu zangu ni dua. Falhidayah biyadillah, Mwenyezi Mungu ndiye anayeongoza. Ihdina lima ikhtalifa fihi min alhaq biidhnik, tuongoze Mola wetu. Ihdina ila siratin mustaqim. Na hawa ndugu zetu Mwenyezi Mungu atawaongoza. Sisi yetu ni juhudi, ni wajibu wetu tufanye, lakini mwisho hidayah iko kwa Mwenyezi Mungu. Yupo ambaye mtume wetu Muhammad sallam alisimama kidete kutaka aongoke. Mungu akamwambia, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Hidayah tawfiq hii min Allah azza wa jalla peke yake. Tuombeeni Mungu ndugu zangu Waislamu. Alislam amana wa abnauna amana wa qurana amana wa inna akhtar ma yahduthu an nastayqidha ba'da sanawat fanajid anna an-nasa qad da'u wa nahnu ma zilna natakhalaf au natajahal au natajadal falushghil bima yanfa. Waislamu, haya ndio maneno ya mwisho namalizia khutba. Watoto wetu ni amana kwetu, na jamii na vijiji. Tushirikianeni, tufanye lenye kuwaletea maslahi. Hatari ni tuchelewe, tukija tukishtuka jamii yote imeritadi, si ufa tena, sasa ni ukuta mzima umeanguka. Kazi itakuwa kubwa zaidi. Tufanyeni lenye kuleta manufaa, na tuwe na himma ya kuongoza wanadamu na kuwaita wanadamu ila Allah, ila Allah, sio kwa yoyote mwingine, sio ila nafsi, ila hizbi, ila Allah. Tuwaiteni watu kwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Walnarham uwama nnas, tuwahurumieni wale watu ambao hawakusoma katika Waislamu, na iwe shiari yetu yote, kaifa nuqarribu nnas ila Allah, tutawakurubisha vipi watu kwa Mwenyezi Mungu, la kaifa nub'idu ba'duna an ba'd, wala isiwe shiari yetu vipi tutaweza kutengana sisi kwa sisi. Iwe shiari yetu vipi tutaweza kuwaleta watu karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ihfadh aqidat almuslimin, Allahumma thabbit aqdamana ala alhaq wansurna ala alqawmi alkafirin, ihdina ila tariqi alhaq wa ila siratin mustaqim. Allahumma ijma' qulub ad-du'at wa ahli alkhair ala alhaq walhuda. Allahumma man arada bina wa bil islam wal muslimin su'an fa ashghilhu fi nafsihi wa rudd kaydahu fi nahrihi ya qawiy ya aziz. صلوا وسلموا على رسول الله.